Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, JWTZ. Kwa Kiingereza ni Tanzania People's Defense Force, yani TPDF. Jeshi hili lilizaliwa rasmi baada ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar na kuiunda nchi inayoitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hapo katika makubaliano walikubaliana kuunganisha majeshi, yani jeshi lilokuwa la Tanganyika lilokuwa linaitwa Tanganyika Military Force baada ya kubadilishwa kutoka Tanganyika Rifles kuungana na jeshi lilokuwa jeshi la ukombozi la Zanzibar. Na hapo tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka 1964 JWTZ ikazaliwa rasmi. Basi tukaanze kuangalia vyeo vya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Cheo cha kwanza ni cheo cha private wa jeshi. Hiki ndio cheo kidogo zaidi. Huyu askari anakuwa hana cheo chochote juu begani au upande wa kulia wa mkono wake, na hivyo kombati yake inakuwa ni plain. Baada ya cheo hicho tunaenda kuangalia wale wenye vyeo, ambapo hawa wamegawanyika katika makundi mbalimbali. Kundi la kwanza hawa ni Junior NCOs. Kirefu cha NCOs ni Non-Commissioned Officers. Katika kundi hili kuna vyeo viwili. Cheo cha kwanza katika kundi hili ni cheo cha Lance Corporal, yani Corporal mdogo. Huyu yeye anakuwa na V1 upande wa kulia wa kombati yake. Cheo cha pili katika kundi hili ni cheo cha Corporal. Yeye anakuwa na V2 upande wa kulia wa mkono wa kombati yake. Baada ya Junior NCOs, kundi linalofuata ni kundi la Senior NCOs, ambapo pia hapa kuna vyeo mbalimbali. Ambapo hapa cheo kidogo katika kundi hili ni cheo cha Sergeant. Yeye anakuwa na V3 upande wa kulia wa kombati yake, upande wa mkono wa kulia wa kombati yake. Ambapo baada ya Sergeant wa jeshi, cheo kinachofuata katika kundi hili ni cheo cha Staff Sergeant. Kwa Kiswahili ni sajinitaji. Yeye anakuwa na V3 pamoja na ngao upande wa mkono wa kulia wa kombati yake. Baada ya vyeo hivyo kuna vyeo viwili vinavyofuata katika kundi hili, ambapo hawa wanaitwa ni Warrant Officers, ambapo hapa huyu wanaitwa ni Warrant Officer Class 2, yani afisa mteule daraja la pili. Yeye cheo chake anakivaa kama saa mkononi kikiwa kina alama ya ngao. Baada ya hapo cheo kinachofuata baada ya afisa mteule daraja la pili, yeye ni afisa mteule daraja la kwanza, yani Warrant Officer Class 1. Pia cheo chake anakivaa mkononi kikiwa na alama ya mwenge. Baada ya hapo tunakuwa tumemaliza kundi la NCOs, yani Non-Commissioned Officers, na sasa tunaenda katika kundi la Officers. Kabla ya kuangalia makundi ya Officers, tunaanza na afisa mwanafunzi, yani afisa mteule. Kwa Kiingereza ni Officer Cadet. Huyu anakuwa ni afisa ambaye yupo mafunzoni kwa ajili ya kujiandaa au kufanya mafunzo ya kuwa officer rasmi. Kundi linalofuata ni kundi la Junior Officers, ambapo ndo kundi la kwanza kwa makundi ya maofisa, ambapo hapa kuna vyeo vitatu. Cheo cha kwanza ni cheo cha Second Lieutenant, yani luteni mdogo. Yeye anakuwa na nyota moja upande wa juu mabegani. Na cheo cha pili katika kundi hili la Junior Officers ni cheo cha First Lieutenant. Kwa Kiswahili ni luteni. Yeye anakuwa na nyota 2 juu begani. Cheo cha tatu katika kundi hili ni cheo cha Captain. Yani yeye anakuwa na nyota 3 juu mabegani. Baada ya kundi hilo, kundi linalofuata ni kundi la Senior Officers, ambapo pia hapa kuna vyeo vitatu. Cheo cha kwanza katika kundi hili ni cheo cha Major, ambapo yeye cheo chake kinakuwa na alama ya ngao juu begani. Cheo kinachofuata katika kundi hili ni cheo cha Luteni Kanali, ambapo cheo chake kinakuwa na ngao pamoja na nyota 1 juu begani. Cheo cha tatu na cha mwisho katika kundi hili ni cheo cha Kanali. Yeye cheo chake kinakuwa na ngao pamoja na nyota 2 juu begani. Na hapo ndio mwisho wa kundi hili la Senior Officers. Na hapo tunaenda kuangalia kundi la mwisho, ambapo ndo kundi la viongozi wakuu zaidi jeshini, ambao wanaitwa General or Flag Officers. Cheo cha kwanza katika kundi hili ni cheo cha Brigadier General au Brigadier General. Cheo chake kinakuwa na ngao, nyota 1 pamoja na mkasi. Cheo cha pili katika kundi hili ni cheo cha Major General.
Yeye cheo chake kinakuwa na ngao, nyota 2 pamoja na mkasi juu begani. Cheo cha 3 katika kundi hili ni cheo cha luteni jenerali au luteni general. Yeye cheo chake kinakuwa na ngao, nyota 3 pamoja na mkasi juu mabegani. Cheo cha 4 na cha mwisho ambapo ndo cheo kikubwa zaidi jeshini ni cheo cha general, yani generali. Huyu ndiye mkuu wa majeshi na ni cheo kimoja peke yake. Cheo chake kinakuwa na ngao, nyota 4 pamoja na mkasi juu mabegani. Na kiufupi yeye ndio Chief of Defensive Force, yani CDF, na kwa sasa anaitwa Generali Jacob John Mkunda. Asante kwa kunisikiliza, usiache kusubscribe, kulike na kushare.